Nia ukurasa wa kwanza habari kubwa inasema Philipu Njombe alivyokatishwa uhai, shuhuda aeleza jinsi alivyoona helikopta ikiwaka angani kabla ya kuanguka. Maiti za haridhika za shindwa kutambuliwa, ipo ya baba wa Jerisla, Captain Slaa, yaeleza helikopta hiyo iliwahi kumbeba Lowassa, Mbowe na Sari alianguka nayo. Habari kwa urefu imeandikwa ukurasa wa 2, wa 3 na wa 4 wa gazeti la Mtanzania. Aliyekuwa mgombea ubunge katika jimbo la Ludewa kupitia Chama cha Mapinduzi, Deo Philipu Njombe ni miongoni mwa watu 4 waliothibitika kufariki katika ajali ya helikopta iliyoanguka juzi usiku katika pori la akiba la Selu. Wengine waliofariki katika helikopta hiyo yenye namba 5YDKK ni pamoja na rubani Captain William Slaa ambaye ni baba wa mgombea ubunge wa Ukonga kupitia CCM Jerisla na abiria wengine 2. Ukurasa wa 3 unaelezea wasifu wa Deo. Anasema Deo Haule Philipu Njombe alizaliwa Machi 4, 1972 na alikuwa na shahada ya uzamili katika fani ya mawasiliano ya umma aliyoipata chuo kikuu cha Makerere. Kurasa wa 4 kuna habari unasema viongozi wanasiasa wamlilia Philipu Njombe. Viongozi, wanasiasa na watu wa kada mbalimbali wameelezea kushtushwa na kifo cha aliyekuwa mgombea wa ubunge jimbo la Ludewa mkoani Njombe kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Deo Philipu Njombe. Mgombea rais anayeungwa mkono na vyama vinavyounda umoja wa katiba wa wananchi Ukawa, Edward Lowassa, katika taarifa yake kwa vyombo vya habari alisema pamoja na taarifa hizo kumshtua sana, lakini taifa lilipata pigo kubwa ndani ya kipindi kifupi baada ya kuondokewa na wanasiasa wengine mahiri. Ukurasa wa 5 kuna habari inasema makaidi kuzikwa wiki ijayo. Mwili wa mwenyekiti mwenza wa umoja wa katiba wananchi Ukawa, Dr. Emmanuel Makaidi, aliyefariki dunia juzi kwa shinikizo la damu, unatarajiwa kuzikwa wiki ijayo. Taarifa ambazo gazeti hili zimepata kutoka ndani ya familia ya marehemu Makaidi zinaeleza kuwa atazikwa kati ya Jumatatu au Jumanne. Ukurasa wa 5 pia kuna habari unasema siku 52 za kampeni, vifo 11. Tangu kampeni za uchaguzi mkuu zianze Agosti 22 mwaka huu hadi kufikia jana, jumla ya wagombea 11 wamefariki dunia. Vifo hivyo vimewakumba wagombea mbalimbali wa nafasi za ubunge na udiwani kutoka vyama vya CCM, muungano wa vyama vinavyounda umoja wa katiba wananchi Ukawa, pamoja na chama cha ACT Wazalendo. Ni habari kurasa za ndani gazeti la Mtanzania. Gazeti la Nipashe ukurasa wa mbele lenyewe limeandika kwa heri shujaa, utata mshtuko wagubika kifo chake. Ni mbunge aliyovuta hisia za wengi na kujenga maadui wachache hatari. Alikataa mabilioni ya rushwa ya escrow. Aliwahi kukusanya saini kumtoa waziri mkuu Mizengo Pinda. Ni habari iliyopauzwa katika ukurasa wa mbele gazeti la Nipashe. Ukurasa wa 2 kuna habari inasema Lowassa kufuta nauli za vivuko. Mgombea rais kupitia Chadema Edward Lowassa amesema akiingia madarakani atafuta nauli zote za vivuko vya serikali pamoja na ushuru. Ukurasa wa 2 pia kuna habari inasema JWTZ watembeza mkomoto Zanzibar. Askari wa jeshi la wananchi Tanzania wanaolinda mnara wa kumbukumbu wa miaka 50 mapinduzi wanaotumiwa kuwatesa na kuwachapa viboko madereva na makondakta wa daladala wanaotumia kituo cha abiria cha Kisonge mjini Zanzibar. Ukurasa wa 3 pia kuna habari inasema Kikwete aagiza kung'olewa mthamini wa ardhi. Rais Jakaya Kikwete amemwagiza Waziri Mkuu Mizengo Pinda kumuondoa haraka katika kituo cha kazi mthamini wa ardhi wa wilaya ya Bagamoyo Patrick Sesi kutokana na kubainika kufanya faulo katika ulipaji fidia wananchi waliotoa ardhi yao kwa ajili ya kupisha ujenzi wa mradi wa bandari ya Bagamoyo. Ukurasa wa 3 pia kuna habari inasema JK yamwagia sifa benki ya NMB. Rais Jakaya Kikwete amezindua jengo la benki ya NMB na kuimwagia sifa kwamba imepiga hatua kwa kuwajali wateja wadogo katika kipindi cha miaka 10 tangu ilipoanzishwa. Ni habari kurasa za ndani gazeti la Nipashe. Habari Leo kurasa wa mbele limeandika Philipu Njombe vilio kila kona, afa na mdogo wake katika ajali iliyoua abiria wote. Jerisla apoteza baba mzazi aliyekuwa rubani. Habari kwa urefu maandiko kurasa wa 8. Ukurasa wa mbele pia kuna habari unasema wakazi 2000 Bagamoyo kujengewa nyumba. Habari pia kwa urefu maandiko ukurasa wa 25.
Nikisoma ukurasa wa pili kuna habari inasema majadili sera ya mtoto gerezani. Wadau mbalimbali wamekutana kujadili rasimu ya sera ya jeshi la magereza ya ulinzi wa mtoto anapokuwa gerezani kwa lengo la kutoa maboresho yao. Ukurasa wa pili kuna habari inasema wanahabari watakiwa kujiunga na NHIF. Waandishi wa habari mkoani Rukwa wamehamasishwa kuhusu umuhimu wa kujiunga na mfuko wa taifa wa bima ya afya. Ukurasa wa tatu kuna habari inasema Mufti Zanzibar atoa kauli nzito. Viongozi wa dini wa madhehebu mbalimbali Zanzibar wamewataka viongozi wa vyama vya siasa ikiwemo wagombea wa nafasi ya urais kukubali na kuheshimu matokeo yatakayotangazwa na taasisi husika. Mufti wa Zanzibar Sheikh Saleh Kabi amezitaja baadhi ya sababu zinazoashiria kuibua kwa fujo na vurugu na hatimaye kuhatarisha amani na utulivu kuwa ni kukataa matokeo yanayotolewa na taasisi zilizopewa jukumu la kusimamia uchaguzi. Ukurasa wa tatu pia kuna habari inasema Magufuli adhibitisha ushiriki mdahalo wa urais. Mgombea wa urais wa Chama cha Mapinduzi Dr. John Magufuli amedhibitisha kushiriki katika mdahalo ulioandaliwa na taasisi ya Twaweza utakaofanyika kesho, ambao utawakutanisha wagombea watano wa vyama vya upinzani. Ni habari kurasa za ndani gazeti la Habari Leo. Jambo Leo sauti ya jamii ukurasa wa mbele habari kubwa inasema Philip Njombe afariki dunia, acha majonzi kila kona nchini. Lakini pia kuna habari inasema Magufuli asema nitawashughulikia maharamia. Habari kwa urefu maandiko ukurasa wa 4. Mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi Dr. John Magufuli amesema atahakikisha anapambana na maharamia wanaofanya uvuvi katika Bahari Kuu, ikiwa ni mkakati wake wa kukomesha vitendo hivyo baada ya kuingia madarakani. Ukurasa wa pili kuna habari inasema Mwamunyange atua nchini afuta hisia za watu. Hatimaye mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama Davis Mwamunyange ametua nchini baada ya safari ya kikazi nchini Italia na Uingereza na Marekani, hivyo kumaliza minong'ono iliyokuwa imetawala nchini kuhusu afya yake. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa ndugu yake alikuwepo uwanjani hapo, alisema Mwamunyange alipitia mapumzikoni Dubai baada ya kutoka kumwangalia mke wake Monica anaendelea na matibabu nchini Marekani. Ukurasa wa tatu kuna habari inasema Samia Suluhu akero utitiri wa kodi. Mgombea mwenza wa urais wa Chama cha Mapinduzi Samia Hassan Suluhu ameonyesha kusikitishwa kwake na utitiri wa kodi na ushuru anaotozwa mkulima nchini. Kurasa wa tatu pia kuna habari inasema uhamiaji amshikilia msemaji Wizara ya Habari. Msemaji wa Wizara ya Habari, Utamaduni na Michezo Cecilia Nyebitanga Frederick anashikiliwa na idara ya uhamiaji nchini kwa tuhuma za kutokuwa raia wa Tanzania. Ni habari kurasa za ndani gazeti la Jambo Leo. Majira ukurasa wa mbele limeandika mita 200 Ukawa wakita Mahakama Kuu. Habari kwa refu imeandikwa ukurasa wa 4. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kupitia vyama vinavyounda Umoja wa Katiba ya Wananchi Ukawa kimefungua kesi chini ya hati ya dharura kikiomba Mahakama Kuu itoe tafsiri sahihi ya kifungu cha 104 cha sheria ya uchaguzi Tanzania. Ukurasa wa mbele pia Majira limeandika kwa heri Deo Philip Njombe, amezaliwa mwaka 1972 na kufariki mwaka 2015. Ukurasa wa tatu kuna habari inasema Lowassa asubiriwa kwa hamu mdahalo Twaweza, ikiwa imebaki siku moja kabla mdahalo wa wagombea urais ulioandaliwa na taasisi ya Twaweza kufanyika. Hadi jana mgombea urais kupitia chama kinachounga mkono vyama vya Umoja wa Katiba ya Wananchi Ukawa Edward Lowassa alikuwa hajadhibitisha ushiriki wa mdahalo huo. Ukurasa wa tatu pia kuna habari inasema Lubuva ataka vyama kuandaa kwa Tanzania. Viongozi wa vyama vya siasa nchini wametakiwa kuandaa wa Tanzania kupata mafanikio makubwa katika uendeshaji wa uchaguzi mkuu ujao. Ni habari kurasa za ndani gazeti la Majira. Uhuru kurasa wa mbele lenyewe limeandika kishindo kikuu Dr. Magufuli aiteka Zanzibar, asema atakuwa rais wa wote. Dr. Shein amiminia sifa lukuki. Habari kwa refu imeandikwa ukurasa wa 4.
Mgombea urais wa Tanzania kupitia CCM Dr. John Magufuli amemaliza ziara ya kampeni Zanzibar na kuweka historia kuwa kiongozi aliyekusanya wananchi wengi hadi sasa katika kampeni za mwaka huu. Mkutano wa mgombea huyo ambao ulifanyika katika viwanja vya Mnazi Mmoja mjini Zanzibar ulihudhuriwa na umati wa wananchi wa Zanzibar bila ya kujali vyama vyao vya siasa. Ni ukurasa wa mbele gazeti la Uhuru.